Simanzi nzito vilivyokoma na huzuni iliyogusa mioyo ndivyo vilivyotawala nyumbani kwa marehemu Victor Bajunanaki katika kijiji cha Lutunga, kata Buyango, wilayani Gisenyi, ambako mwili wake umehifadhiwa tayari kwa safari yake ya mwisho baada ya kufikwa na umauti siku chache zilizopita. Mamia ya wakazi kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kagera walikusanyika kwa wingi, wakijawa na majonzi kushiriki katika mazishi hayo, wakiwemo waliowahi kuishi naye katika manispaa ya Bukoba na wilaya ya Misenyi, viongozi wa serikali, wawakilishi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na ndugu, jamaa na marafiki. Wote walifika kutoa heshima za mwisho kwa kijana aliyegusa maisha ya wengi. Ilikuwa ni vigumu kuamini kinachotokea. Nyuso za waombolezaji zilionyesha maumivu makali na wengi walishindwa kujizuia machozi hadi pale mwili wa marehemu ulivyoingia kabrini, kitendo kilichoweka muhuri wa kuaga milele. Huu ndio uliokuwa wasifu wa Victor Bajunanaki. Marehemu Victor Mazima Alikadi Bajunanaki alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM wilaya ya Bukoba mjini. Pia alikuwa dereva wa gari la jimbo aliyetoa huduma hii pande zote za mkoa wa Kagera bila manunguniko yoyote na kwa wakati. Hali ya ndoa. Marehemu alikuwa bado ni mtoto ndani ya familia ya wazazi wake na amefariki bila kuwa na mtoto au mke. Maradhi. Marehemu alianza kupata changamoto ya kiafya tangu mwezi wa 11 mwaka 2025 akiwa anasumbuliwa na mfumo wa hewa pamoja na figo. Ibada ya mazishi iliongozwa na Padre Salomon Bandio, ambaye kupitia mahubiri yake aliwakumbusha waombolezaji juu ya udhaifu wa maisha ya binadamu. Aliwasisitiza umuhimu wa kujiandaa mapema, akieleza kuwa kifo cha Victor kinapaswa kuwa funzo kwa wote waliobaki. Ujui kwamba kama utakuwa shambani unalima ugombe na nyoka uwe mwisho maisha yako. Hujui kama utaugua uuguzwe una nafasi ya kujitafakari pengine na kuungama madhambi yako kabla ya kutwaliwa. Kifo chaweza kutufikia kwa namna yoyote ile ambayo kwa bahati mbaya mimi na wewe hatujui. Anayejua ni yule aliyetuweka hapa duniani. Maisha baada ya kifo, bima yake itakayokusaidia kujikinga na moto wa Jehanamu, bima itakayokusaidia kujikinga na moto wa milele ni matendo mema. Akiwasilisha salamu za lambilambi kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, mhandisi Johnston Mtasingwa, katibu wake Ahmad Simba alieleza jinsi mbunge huyo alivyokuwa bega kwa bega na familia tangu mwezi Februari, akishiriki katika juhudi za kuokoa maisha ya Victor. Sambamba na hilo, alikabidhi lambilambi pamoja na mahitaji ya msingi kusaidia familia katika kipindi hiki kigumu. Mheshimiwa Mtasingwa ameanza kushirikiana na familia hii katika kumuuguza kuanzia mwezi wa pili mpaka hapo tarehe 12 nikiwa kule aliponipigia simu baada ya kupigiwa na mzazi wake kwamba nifike pale niangalie afya ya ndugu yetu Victor. Nilifika pale kuanzia saa 2 jioni mpaka saa 5 tunampeleka hospitali. Mungu akampeleka, lakini anapenda kuwapa pole kwa sababu ameshirikiana hali hiyo ngumu ya majonzi katika familia, lakini kwa wanajimbo wote wa Bukoba mjini na Watanzania kwa ujumla anawapa pole sana. Naomba nikabidhi rambirambi zake. Ofisi ya mbunge imekuja na mchele, maji pamoja na rambirambi. Naomba tuzikabidhi kwa familia ya ndugu yetu Victor. Katika maisha yake, Victor alitajwa kuwa kijana mwenye moyo wa kipekee, aliyegawa upendo, aliyejali wengine na aliyeishi kwa kugusa maisha ya watu wanaomzunguka. Waombolezaji wamehimizwa kuyaenzi na kuyaiga mema aliyoacha. Tuendelee kupeana pole. Safari yetu ni moja. Victor ametangulia kwa leo, na baba paroko amesema yeyote kati yetu anaweza katangulia wakati wowote, hata sasa. Victor amekwenda, tunajua jinsi ambavyo tumemwenzi sana, lakini kikubwa zaidi baba padri amesema tuendelee kumwombea sana, nasi tujiwekee bima. Tumsifu Yesu Kristo. Nao viongozi wa Chama cha Mapinduzi manispaa ya Bukoba hawakusita kueleza namna walivyomfahamu na kushirikiana na marehemu kama mwanachama wao, wakisisitiza mchango wake ndani ya chama na jamii kwa ujumla.
Victor kwa nafasi fulani kwa kweli amegusa familia, amegusa watu wengi kwa huduma alikuwa akiitoa ya kusafirisha miili na hata kuistiri kwa maana ya kuzika. Kwa kweli mengine hayo ndio maana labda alipata muda wa kusema na Mungu dakika zake za mwisho na akaweza kupata hiyo ibada ambayo amefanyiwa muda mchache kabla ya kifo chake. Kwa hiyo kwa hili Baba Paroko tunasema tunashukuru sana kwa mahubiri yako, yametuingia. Tunapaswa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumwabudu yeye. Aliyewahi kuwa mbunge wa jimbo la Bukoba mjini na pia mwajiri wa marehemu Steven Biabato aliikabidhi familia pikipiki iliyotokana na michango ya watu mbalimbali walioguswa na msiba huo. Kwenye grupu la WhatsApp ambapo taarifa zilikuwa zinawekwa za michango, mpaka nakuja kusimama hapa, kuna 2,565,500. Hii pesa imechangwa tangu Jumatatu tu. 2,565,500. Na mimi nikasema hii pesa tutaigusa, haitafanya msiba. Nikawaambia wenzangu, ila ambilambi mimi sipeleki kesh, itaisha siku moja tu, itaisha. Kwa hiyo nikawaza, nikawashikisha ngeza na kusema sawa. Tukaenda tukanunua pikipiki mpya. Kifo cha Victor Bajunanaki si tu upengo kwa familia yake, bali ni jeraha kwa jamii nzima iliyomfahamu na kunufaika na uwepo wake. Ameondoka kijana mwenye ndoto, matumaini na moyo wa kujali wengine, akituachia funzo la kuishi kwa upendo, kusaidiana na kuthamini kila pumzi tuliyopewa. Katika ukimya wa kaburi lake, sauti ya maisha yake inaendelea kusema nasi, tuishi kwa wema, kwa maana hatuijui siku wala saa ya kuaga dunia. Hii ni TNTV, usahau kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment. Mimi ni Arnold Kelembo.